Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Star TV, na kualika katika kipindi hiki cha Gurudumu, ambapo leo hii mada kubwa ambayo tunaenda kuitazama, nini jitihada za serikali katika kuboresha sekta ya kilimo. Na katika hilo tutaangazia leo mkoani Pwani, kuangalia namna gani hasa katika mazao yale ya kimkakati serikali namna ambavyo imeweza kuwekeza huko na kufanikisha jitihada mbalimbali katika kuwasukuma wakulima, lakini hata pia kuongeza pato la taifa kupitia sekta ya kilimo. Na leo hii tunaye mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika mkoani Pwani, KURECO, Musa Ngeresa. Yeye tutazungumza naye mengi kuhusiana na mikakati na namna serikali ambavyo imefanya kuwashika mkono wakulima mpaka leo hii tunasikia mkoa wa Pwani nao umepanda kwa kiasi kikubwa katika uzalishaji hasa katika mazao yale ya kimkakati. Mpenzi mtazamaji wa Star TV, mimi naitwa Josephine Shimweswaga. Karibu. Hivi tunavyozungumzia KURECO, maana yake hasa ni nini na hasa inasimamia mazao gani? Maana tuna mkoa wa Pwani ni mkoa wenye rutuba mazao tofauti tofauti. Lakini hii KURECO hii nini hasa inachosimamia hapo mkoani Pwani? KURECO ni chama cha msingi, chama kikuu ambacho kinajumuisha na vyama vya msingi vyote vilivyokuwepo mkoa wa Pwani, ambao sisi tunahudumia vyama 92 kwenye ambazo zinafanya shughuli za kilimo kwenye mkoa wa Pwani. Kwa hiyo chama chao kikuu ndio hicho chama kinachoitwa KURECO. Kwa hiyo katika huduma inayotoa kupeleka huduma za kibiashara za kilimo kwenye vyama vya msingi, ambavyo vyama vya msingi ndio kuna wakulima. Sisi tuna zao kubwa kabisa la korosho. Alafu tuna zao la ufuta ndio linalofuata. Na sasa tuko kwenye mbaazi. Na mwaka huu tumeingia kwenye zao la choroko. Kwa hiyo tuna mazao manne ya kibiashara. Ukiacha na kweli kama ulivyosema, mkoa wa Pwani una rutuba, una mazao mengi, kuna mahindi. Mazao ni mengi. Lakini mazao ya kibiashara ambayo haya unaweza kuuza hata nje ya nchi ni haya mazao manne ambayo ni korosho, ufuta, choroko pamoja na mbaazi. Na labda katika kuuzaji kwake katika soko, mfumo wake ukoje? Serikali imeweka mfumo mzuri sana. Mwanzo huko ilikuwa korosho naenda kuziweka kwenye chama cha msingi, zinakusanya mazao. Alafu matajiri wanapitia pale, ikaleta mkanganyiko kidogo, mara wakulima hela zao hazipatikani, mara korosho matajiri wanalipia wakienda kule hawazioni. Sasa serikali ina macho marefu, ikabadilisha mifumo, imefanya mfumo wa kubadili mara nyingi. Kwa hiyo sasa hivi mfumo ambao unaotumika ni wastakabadhi ghalani, na mfumo wa mauzo ni mfumo wa teknolojia hii ambao tunatumia TMX, ambao mnada wa wazi kupitia mtandao. Manake mtu anaambiwa tuna korosho kiasi kadhaa, tunaiweka kwenye mifumo. Sasa siku ya mnada tunafungua, wa TMX wanafungua. Kwa hiyo matajiri wanashindana bila kumjua anayeshindana nani na nani. Atayeshinda kwa bei kubwa ndio anachukua ule mzigo wake, analipia. Kwa hiyo na sasa na serikali imebadilisha hata mfumo wa malipo, unaenda moja kwa moja kwenye chama kikuu badala ya kwenda kwenye vyama vya msingi. Nayo ilikuwa na sintofahamu kwenye vyama vya msingi, lakini sasa hivi jukumu lile lote limepewa chama kikuu cha kuwalipa moja kwa moja wakulima. Na labda kabla sasa hatujaanza sasa kuzungumza kwa kina tukaingia kuhusiana na haya mazao ya kimkakati kama walivyosema korosho, ufuta na mbaazi, tunataka kujua hivi hiyo chama kikuu cha ushirika yenyewe mpaka leo umepatikana, uongozi wake ukoje na unapatikana kwa namna gani, kabla tujaenda kwanza sasa kwa kudili na kile ambacho kimetuweka hapa leo? Kwenye ushirika uongozi wake kama unavyofanyika kwenye maeneo mengine ni wa demokrasia. Una miongozo yake. Kwa hiyo muda ukifika, kwa mfumo wa miaka mitatu. Kwa hiyo ukishafika wanaanza chini huko kwenye vyama vya msingi. AMCOS kule kuna wanachama. Kwa hiyo wanachama wanachaguana. Yaani ni wa kidemokrasia, una haki ya kugombea na kuchaguliwa. Lakini kabla ya kuchaguliwa unatakiwa uombe. Ukishaomba
sasa hivi unajua ushirika wanasema chagua uadilifu. Kwa hiyo sasa hivi ushirika ni uadilifu. Hatutaki yale maneno tuliyokuwa tunaambiwa zamani, wezi, sijui watu waovyo. Hatua tuliofikia ni kubwa sana. Kwa hiyo kwanza ukishajaza unaangaliwa wewe wenyewe ni nani, una tabia gani. Kwa sababu huko sasa hivi kuna fedha za watu, kuna mali za watu. Mfano Koleko korosho peka yake inapata zaidi ya bilioni 100. Sasa usimpeleke mtu ovyo ovyo akaenda kupiga tikitaka huko afu akaivuruga nchi. Kwa hiyo kwanza ukisha huko chini kuna process unapitia, ili ukishachujwa ukirudishwa maana yake wewe uko sahihi. Na miongozo wetu sisi hautakiwi uwe kiongozi wa kisiasa alafu uwe kiongozi wa ushirika. Yaani ukiwa kiongozi wa ushirika usiwe tena kiongozi wa kisiasa. Kwa hiyo ukichaguliwa huko chini utakuwa mjumbe kwenye mkutano wa chama kikuu. Kwa hiyo ukishakuwa mjumbe wa chama mkutano wa mkutano mkuu una sifa ya kugombea. Sasa hiyo hatua ya kwanza una sheria na sifa ya kugombea. Je, cha pili kinakuja sifa sasa ya kuwa mjumbe wa bodi ya chama kikuu. Unazo? Kwa hiyo kuna sifa zake, ndio kikubwa ndio hicho uadilifu. Na tunapita mpaka unakuwa leo unaita hapa mwenyekiti, usichukulie jambo jepesi. Unapita kwenye vikaango vingi, TAKUKURU ndani na vyombo vingine vya usalama vinakuchunguza. Usiwe na makando kando, sijui huko sijui ulikimbia na kuku wa mtu. Kwa hiyo mpaka unafikia kuwa mwenyekiti, umechunguzwa sana mpaka vyombo vikasema huyu hatuna mashaka naye. Sio tu mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti ni hatua nyingine. Ukiwa mjumbe tu wa bodi ya chama kikuu, ujue umechunguzwa sana, utakiwi kuwa na makando kando ya aina yoyote kwenye maisha yako. Ndio maana unaona ushirika sasa hivi umetulia. Sisi tunampongeza sana Dr. Ndiege. Ameutoa ushirika ulikotoka mpaka leo. Huyu mtu mimi nampa maua yake. Mimi binafsi nilikuwepo kwenye ushirika huko nyuma. Nilikuwepo kiongozi kwenye sekta nyingine, lakini nilikuwepo kwenye ushirika. Ninaujua sana ushirika. Dr. Ndiege ameubadilisha ushirika. Ameubadilisha kabisa. Ni mtu alijitoa. Alisikia maneno mengi, lakini alikuwa na misimamo yake. Labda mwenyekiti, kabla hujaendelea, huyo Ndiege kwa wale ambao wasimfahamu ni nani? Maana sasa Dr. Ndiege, mimi na tunamfahamu, ambao Watanzania wanakutazama sasa. Huyu Dr. Ndiege ndiye ni mrajisi mkuu wa vyama vya ushirika. Sasa kuna warajisi wa mikoa ni wasaidizi wake. Yaani hawa ukichukua mrajisi mkuu na hawa wa mikoa wanaongea lugha moja. Leo ushirika ni kimbilio la kila mtu, ambalo tulikimbiwa sisi, hata taasisi za kifedha na makampuni na watu wengine wengi walitukimbia kabisa, walituona kama takataka. Lakini hii timu ya Dr. Ndiege na wasaidizi wake hao wa mikoa, leo ushirika hakuna taasisi inayekataa kufanya kazi na ushirika. Leo ninavyokwambia. Na mimi na ushahidi, kwa sababu pale nipo pale Pwani Koleko, na ushahidi siku hadi siku sisi tunaingia, watu wanaomba kutaka kufanya kazi na sisi. Makampuni tofauti ya ndani ya nchi na nje ya nchi inataka kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo ushirika umebadilika sana. Kwa hiyo Dr. Ndiege ameubadilisha kabisa ushirika. Umekuwa ushirika wa aina nyingine kabisa. Vipi Mama Samia, hakuna jitihada aliyofanya pengine katika kufanikisha mafanikio Ndiege tu? Mama Samia tuchukulie ameingia madarakani mwaka 2021. Nataka nikwambie sisi Pwani mwaka 2021 tulikuwa tunazalisha korosho. Mimi nimeingia pale, nilikuwa kiongozi wa muda na aliniteua Dr. Ndiege. Nilikuwa kiongozi wa muda mwaka 2021 na mkuu wangu wa mkoa wa Pwani Bwana Kunenge, na yeye ndio mwaka aliingia mkoa wa Pwani. Tulikuwa tunazalisha tani 7,000. Kwa hiyo zile tani 7,000 ziliokuwa zina sifa za kuingia sokoni ni 12% tu. Manake zilizobaki zote zilikuwa zinakataliwa sokoni. Sasa mama alivyoingia, kwa wakulima wa korosho si tu Pwani, kwa nchi nzima, kwa wakulima wa korosho
kama hawajasema moyoni mwao asante kwa mama, ni ubinadamu wao, kwa sababu binadamu ana mambo mengi, kwa sababu unatakiwa mtu kila alichokufanyia cha wema shukuru. Hata ukiwa chooni unatakiwa ushukuru. Mama alivyoingia alitoa ruzuku hizi za pembejeo bure toka 2021 mpaka hivi ninavyosema leo. Sisi mimi nimeingia pale ni uzalishaji tani 7,000 za korosho na tani 3,000 za ufuta. Leo ninavyokuambia Pwani tunazalisha tani 35,000. Sasa angalia 2021 mpaka tunavyozungumzia hapa ni wastani wa miaka mitano. Tuchukue hiyo tuseme tuna miaka mitano, miaka minne mitano. Kutoka tani 7,000 mpaka 35,000. Sasa ni parefu. Ni mtangazaji hapo, mwandishi wangu hapo utapiga hesabu asilimia ngapi tumepanda. Kutoka tani 3,000 mpaka tani 28. Kutoka bilioni 3 ambazo walikuwa wanapata wakulima mpaka bilioni 100. Kiasi gani hicho kimepanda? Kwa hiyo hizi zote hizi ni juhudi za Mheshimiwa Rais kuamini ushirika, lakini na kujitoa kwa wakulima mmoja mmoja wale maskini, sababu hapa amesaidia maskini, sababu wakulima wetu wengi kwenye nchi yetu ni watu wa kawaida maskini kabisa. Kwa hiyo yani wewe kazi yako ni kumsukuma tu asafishe shamba lake, lakini asifikirie jambo la dawa. Sasa toka 2021 mpaka hivi ninavyokuambia, tumepata viuatilifu bure vya maji na vya unga na sumu ya wadudu bure kabisa. Na tuna kwa serikali hii hata wale wanayeshughulikia wale TARI na Liendele sasa hivi wanafika moja kwa moja kwa wakulima kukushauri. Wakiona kuna sehemu kuna tatizo wanakuja wanakushauri. Kwa hiyo ndo ukishirikiana na ushirika ndo tumefika hatua hii, kutoka tani 7,000 ya korosho mpaka tani 35 za korosho. Okay. Kwa hiyo ina maana pia ni jitihada pia ya bodi ambayo nadhani ndo unaisimamia sasa kama mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika. Sasa tukija kama bodi umezungumza jitihada ya mrajisi mkuu wa vyama vya ushirika Tanzania, lakini pia umezungumza jitihada za serikali kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka tufahamu sasa kama bodi ni mikakati gani ambayo mmeiweka katika kuhakikisha kwamba tuanze kwanza kwenye zao la korosho, kwamba mmetoka tani 7,000 mmefika tani 35. Nini hasa mmekifanya au mafanikio yake ni nini kutoka hizo tani 7,000 mpaka kufika tani 35 kama bodi? Ni kweli sisi Dr. Ndiege alivunja bodi iliyopita, tukachaguliwa mimi na wenzangu. Tulipewa muda wa kusimamia. Kwa hiyo hatua ya kwanza, na bahati nzuri kabisa sisi tuliyechaguliwa kipindi kile mwaka 2021 kusimamia, wote tulikuwa wakulima. Wajumbe wote wa bodi tulikuwa wakulima wa korosho na ufuta. Kwa hiyo hatua ya kwanza tukasema tujifanyie sisi wenyewe kwanza, kwa sababu tukiamua kusimamia ili zao ilifike kwenye sura inayotakiwa, si tu kwa wakulima, tutafaidika hata na sisi, kwa sababu na sisi wenyewe ni wakulima. Hatua ya kwanza sisi tuliamua kuajiri watendaji pale kwenye bodi yetu wenye uwezo, yani hatukutaka wenye taaluma yao. Tukamwamua vitendaji, tukawachukua mhasibu, mkaguzi wa ndani na watu wengine pale. Tunao maafisa kilimo. Kwa hiyo tulichofanya hivyo, kwa hiyo tukaanza kupunguza yale matatizo tuliyoyaona kidogo kidogo. Tumeona kuona madeni pale makubwa ya wafanyakazi waliopita. Nachukua nafasi hii kuwashukuru sana watendaji wangu pale ofisini na bodi yangu. Tumemaliza yale madeni yote. Sasa tulivyofika ambayo ilikuwa kama kiasi gani? Pale tulikuwa tunadaiwa milioni 392. Hiyo ni mishahara, haki zao za watumishi wa Koreko waliopita. Tumeenda kuona watumishi toka miaka ya 90 wanadai toka miaka ya 90, ndio tumekuja kulipa sisi juzi, na tumemaliza msimu wa fedha huu uliopita hapa. Kwa hiyo tumeenda kulisi, na si tu hiyo, tumeenda kulisi madeni makubwa bodi ya korosho na makampuni mengine yaliyokuwa yameuziwa korosho alafu korosho hawakupata. Kwa maslahi
ya wakulima. Tukizungumzia maslahi ya wakulima, manake tunazungumzia na maslahi yetu sisi wenyewe wajumbe wa bodi, kwa sababu na sisi tuna korosho tunazingiza kwenye soko. Tulipokubaliana tukajifunga mkanda, tukaondoka na ile aibu ya kuonekana Pwani ni eneo la korosho ovyo kama walivyokuwa wanasema ndugu zetu wale wa kusini. Kwa hiyo leo wametukubali wenyewe, na jambo la kupendeza kwa mara ya kwanza juzi tu tarehe 30 tulifanya mkutano mkuu. Kwa mara ya kwanza Koleko tumepata hati safi. Tulikuwa na hoja 62 ambazo zishawahi kujirudia zaidi ya mara 3. Kwa tukawatoa baadhi ya watendaji, tukaamua tuweke watendaji, na kweli tunashukuru mwaka huu kwa mara ya kwanza tumepata hati safi ambayo kwenye ushirika ni hati ya kwenye ukaguzi ni hati ya juu kabisa. Kwa hiyo sisi mimi nachukua nafasi hii kuwapongeza watendaji wangu kiongozwa na meneja wangu na watumishi wote pale wa Koleko pamoja na bodi yangu. Lakini namshukuru sana mkuu wangu wa mkoa kwa ushauri wake. Leo tumefika kwenye, na sisi tunasomeka. Sio mchezo, kwa sababu kwa gawio la taifa sisi Pwani tulitakiwa mpaka 2026 tupate tani 36,000. Yaani 2020 mpaka 2026 leo tupate tani 36,000. Tumefikia asilimia kama 99, tumepata tani 35 na point. Kwa hiyo tumepiga hatua, na lengo letu tunataka tufike tani 42,000 msimu huu, kwani mikakati tuliyoiweka ukishirikiana na serikali, kwa sababu mwaka huu tayari tushaanza kupokea viatirifu. Hatukuletei kiatirifu bila kukagua shamba lako umelihudumia, sababu tumegundua baadhi ya watu wengi wanachukua zile viatirifu alafu wengine mashamba yao sio safi, hayana sifa ya kutumia vile viatirifu, na wengine wakulima wengine nyoyo zao sio mzuri, na tumekubaliana kabisa kama tutakwenda kwenye kijiji, tutakwenda pale kwenye kitongoji. Wewe umechukua pembejeo, shamba lako liko wapi? Likoje hilo shamba lako? Kama hauna sifa mnampa mtu kabla mjafanya kwanza utafiti kujua kwamba yeye ni mkulima sio mkulima, mpaka mje mfanye utafiti baada ya kumkabidhi. Hauoni kwamba huo pengine mnaenda kinyume na maadili ya nani, mwenyekiti? Serikali ilikuwa na nia nzuri sana kupitia bodi ya korosho, ilileta wataalamu, ikaenda kwa mkulima mmoja hadi mwingine. Unaenda kwenye shamba lako. Sasa mkulima anasema kweli hili shamba langu liko polini, wewe nisajilie shamba langu. Kwa sababu mashamba yote tulikuwa kwa wakulima wote walisajiliwa kupitia mfumo. Kwa hiyo mkulima anasema hili shamba langu nitalihudumia. Bwana, mbona liko polini? Hata wewe niachie mimi. Kwa hiyo anasajiliwa, anatambulika kama yeye anatakiwa apewe pembejeo za kiasi gani. Kwa hiyo sasa akienda anaenda kupiga mule polini ile hadi yake. Sasa tumeongea nao, naona uelewa baadhi ya wakulima wa mkoa wa Pwani umekuwa ngumu. Kwa hiyo tunaenda kubadilisha utaratibu. Tunataka tushirikiane na halmashauri. Sasa hivi sisi tunaamua kwenda kushirikiana, kwa sababu halmashauri sisi ni wakulima wa mkoa wa Pwani, sisi wadau wao. Ziko halmashauri zinapata mpaka milioni 500 ushuru kupitia fedha hizi za korosho. Sasa kwa nini tunataka tuongee nao, tuiziombe halmashauri ile asilimia ile inatakiwa irudi kwa wakulima. Kikubwa wawawezeshe hawa wakuu wa wilaya waende wakasimamie zile sheria ndogo, sababu mkoa wa Pwani ziko sheria ndogo za kusafisha maeneo yetu. Ipo lakini haitumiki. Kwa hiyo sisi tunataka tuiombe halmashauri itumie, hatutaki itoe hela zao, kwa sababu sisi ni wadau, tunachangia kwenye halmashauri. Sasa na sheria ipo, inatakiwa asilimia 20 ya fedha zetu zile tunazochangia sisi wakulima zirudi kwetu. Kwa hiyo sisi hatutaki waturudishie sisi wakulima. Sisi tunataka wampe mkuu wa wilaya pale, wampunguzie mkuu wa wilaya, ajaze gari mafuta gari yake, achukue kamati yake ya ulinzi na usalama, waende vijijini, kwa sababu hii ndio unajua hii mambo ya vijana na watu kila wakati wanailaumu serikali. Mtu yeyote unaweza, sio tu watu wanawalaumu mpaka wazazi wao wale wazaa.
kweli mimi babangu ameshindwa kununua nyumba Kinondoni. Kwani Kinondoni imeama? Kinondoni siipo? Wewe si upo, kanunua wewe. Kama inawezekana. Kama inawezekana. Sasa serikali imeshakuletea pembejeo. Korosho sio kama unazo. Nini sasa unataka kufanya? Tumia vizuri ili na wewe upate, na yote kutokana na watu hawana fedha. Ndio maana kila mtu analalamika tu, Kulalamika sana ni dalili kubwa ya watu ni maskini. Na umaskini wakati mwingine unaweza kusema, ukisema unasema huyu bwana anakufuru. Hapana, hakuna kukufuru kwenye hili. Mungu kaumba umaskini, lakini hajasema wewe ndio uwe maskini. Okay. Upo umaskini, lakini Mungu hajasema wewe ndio maskini. Na kasema kuna tajiri, kuna wenye uwezo. Sasa wewe usiwe tajiri. Kwa nini hutaki kuingia kwenye maeneo ya mtu mwenye uwezo? Na uwezo wa kujikimu hata kwenye riziki ya kula. Ndio maana Mungu ameweka maskini na matajiri, na maana wote kaweka uwiano. Hapo akisa nijitamna gani wewe unaweza ukajituma hapo. Naona pia mwenyekiti hapa unawapigia pasuo kidogo wakuu wa wilaya kidogo, angalau wapate posho 2-3. Kwani kwa hivyo hawezi kufanya mpaka mwapelekee nyinyi hela? Hizo pesa ambazo za asilimia ngapi ambazo mnachukuliwa kama sheria ambayo umesema kwamba ziende kwa wakuu wa wilaya? Kweli sasa hivi hakuna sheria ambayo inawaambia wao wawajibike kwenu nyinyi wakulima, kama umesema kwamba sasa hivi kipato kikubwa sana kinapatikana kwa serikalini kupitia zao la korosho. Mimi sitaki kuingilia huko kwa sababu mkuu wa wilaya ana majukumu mengi. Na wakuu wa wilaya wa mkoa wa Pwani wanafanya kazi kubwa sana. Na mimi nawapongeza sana kwa sababu kuna eneo wakuu wa wilaya wamejitahidi kusambaza miche ya mikorosho zaidi ya miche 1.5 milioni 15 miche kwa mzima wa Pwani. Waliosimamia ni wakuu wa wilaya wetu. Sasa wameshaweka kule chini. Naamini hiyo wametumia hizo fedha za serikali wanazozipo kwenye mifuko yao. Mimi ndo nataka niende kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi, twende kwenye hela zetu ambazo mnazichangia, ambazo sisi tunachangia. Na sheria inasema sisi tuna asilimia zetu 20. Hizo hatutaki nyingine. Toa hizo asilimia 20. Tumekupa milioni 400. Toa asilimia yetu 20. Sasa sisi tutaomba mwezeshe mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi. Haende kwa wakulima. Tutoke kwenye hizi tani 35 twende kwenye tani 50,000. Inawezekana. Na hao wanani maafisa kilimo kazi yao nini? Mpaka mpe majukumu makubwa kiasi hicho. Unajua tunataka tumuombe mkuu wa wilaya, kamati yake ya ulinzi na usalama na wataalamu wake wa kilimo. Sasa mtaalamu analipwa kwa pesa zenu za wakulima. Alipwi, angelipwa mkulima afisa wake analipwa. Sasa wajibu wake ni nini? Kwenda kumsaidia mkulima. Anaandika proposal zake, anataka kwenda kuongea na wakulima kata fulani. Na wewe unajua nchi yetu, wilaya zetu sio kama Dar es Salaam. Unapanda bodaboda mara uko Kariakoo. Jiografia yake ni nzuri. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuna kilomita 100. Sasa hawezi kwenda kwa miguu afisa kilimo atoke wilayani. Maana yake anaenda kwa mkurugenzi aombe fungu ili aende kwenda kuongea na wakulima. Mkurugenzi anaenda kumleta sijui kuna shule, kuna sijui kitu vya afya, mambo mengi. Kwa hiyo baadaye unaweza kuona maafisa kilimo hao hawana uwezo wa kufika kwa wakulima kwa wakati. Kwa sababu sio kufika tu, shida sio kufika, umefika kwa wakati. Sasa ndio maana ili tufike sisi kwa wakati, wewe mkurugenzi, hela zako sisi zinaenda kujenga kituo cha afya, unaenda kujenga shule ya sekondari, utupe asilimia 20 yetu, umpe afisa kilimo atufikie sisi. Mbona kipindi cha mavuno tunaona wanafikaje kwenye kipindi cha kilimo wasishindwe kufika? Mwenyekiti, sio kama unatetea kitu ambacho kwa sababu tunaona kwenye kilimo, tunaona kama mavuno, tunaona maafisa hata ambao watu wajui wanafika kuwafuata kule. Mnauzaje? Mnafanyaje? Kwa nini kwenye kipindi cha kilimo hatuwaoni wengi? Ndio maana tunasema tunaenda kwenye mikakati hiyo. Usimfuate ng'ombe wakati anatoa maziwa. Muandae ng'ombe kabla hajafikia kwenye kukamuliwa maziwa. Ndio sisi hatutaki wakati kuja kutuuliza tunapeleka korosho zetu uje kuzichagua ghalani. Tunataka korosho zetu wewe afisa kilimo uzikague zikiwa shambani kabla hazijafika sokoni. Anafikaje? Kwa sababu msimu wa mavuno si unajua
haufiki mwezi utakuwa umeisha. Yani unadumu kwa muda wa mwezi mmoja wastani. Lakini kipindi cha mavuno ni muda mrefu zaidi ya miezi mitano mpaka unaingia kwenye mavuno. Sasa hichi kipindi cha miezi mitano ndio kipindi muhimu kuliko kipindi kile kifupi. Ndio maana tunasema sasa hivi tunataka twende tukaongea na halmashauri, na tunaenda kuongea na halmashauri na wenyeviti wa halmashauri, kwa sababu wenyeviti wa halmashauri ndio wenzetu sisi wakulima. Wamekwenda pale kwa kula zetu sisi wakulima. Ndio tunataka tukae nao chini, nyinyi wenzetu. Tunataka utusaidie kwenye hili. Sisi naweka. Hao ni wataalamu, lakini nyinyi ni wenzetu. Ipo siku tutaenda kulima wote mikorosho. Nyinyi mtarudi kijijini kulima na sisi. Ama ni kulima karibu wa madiwani wote mkoa wetu wa Pwani, asilimia kubwa ni wakulima. Kwa ungetamani nini kifanyike hasa katika kufanikisha yale ambayo maono yenu kama bodi kuhakikisha kwamba katika sekta hiyo ya kilimo cha korosho, ufuta, mbaazi, mboga zao jipya sasa yanafanikiwa? Hasa katika kuwafikia hasa hawa maafisa kilimo, maafisa ugani. Mimi na bodi yangu tumekubaliana tuanze na vikao. Tutaanzia mkoani. Tutamuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa tupeleke maono yetu kwake. Akiafiki na anaamini atatupokelea vizuri. Kama yapi tungeanzia hapa sasa tuyasikie kabla hajafika kwa mkuu wa mkoa. Sisi tunataka tuonane, bodi tunataka tuonane na mkuu wa mkoa. Kwanza tumpe taarifa kama zoezi letu la korosho lile tuliokuwa tumepangiwa na kitaifa ifikapo 2026 kufika tani 40 26 kupata tani 36. Na ile tani 40 ni la mpaka 30. Okay. Sasa sisi tunataka tufiki 30. Kama tumeweza miaka 4 kutoka tani 7,000 mpaka 35, tunasema mwaka huu sisi tunafika tani 42. Ndio lengo letu. Tunataka tufikishe tani 40. Hizo tulizowekewa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ili tufike tani 42,000. Sisi tunataka tupambane msimu huu wa 2026 2027 tupate hizo tani. Kama miaka 4 tumeweza kufikisha tani kutoka tani 7,000 mpaka 35, kwa mwaka mmoja sisi tunasema tunaweza tukatafuta hizo tani 7,000 tukazipata. Kwa hiyo tuna kitu tunachotaka tuonane na mkuu wa mkoa, kwanza tumpe taarifa tulikotoka na tulikokuwa sasa kwenye ufuta, kwenye korosho na mbaazi. Sisi tunafanya kazi na serikali, hatuna mamlaka ya kumchukulia mtu hatua. Kwa hiyo sisi tukikwama tunaenda kwenye serikali. Kwa hiyo sasa hivi tunasema tumekwama. Kwa moyo wetu tunataka tufikie lengo letu. Ili tufikie lengo letu tutaiomba serikali ya mkoa tuiambie. Hatua ya kwanza tumeona tulikuwa tunapewa tani 800 ya salfa za unga. Leo tumepewa tani 2,600. Ndio tumefika hapa. Sasa tunapewa dawa nyingi lakini uzalishaji haujakidhi. Sisi kama wakulima tumeona. Kwa hiyo tutaenda kuwaambia, na kwa sababu pale na wataalamu wapo na wao watatuambia. Sisi tumeona kama viuatilifu tunazopewa vingi, lakini kitatizo kubwa, na maana ndio naona korosho nyingi zinaweza kukosa kuingia kwenye soko. Tatizo kubwa, mikorosho yetu haina ubora kwenye usafi. Hapo ndo kwenye tatizo. Kwa ili tupate mashamba yetu yasafishwe, tutaiomba serikali sasa turudi kwenye sheria zetu ndogo, ambayo ndo tunasema katika hatua tunayotaka kwenda, maafisa kilimo, maafisa ushirika na mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama wakiwa kama shambani. Twende tukashinde shambani. Tukitoka hapo kwa mikorosho iliyokuwa Pwani tunaweza kufika hizo tani 42,000 msimu huu. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hii mikakati hiyo, kwa sababu dawa zipo na zishaanza kupelekwa kwa wakulima, ili tufanikiwe lazima tuwe na mashamba bora. Hata walete pembejeo kiasi gani, kama mashamba yetu hayapo kwenye hali nzuri ni bure. Sasa hatuwezi tukamwangusha Mheshimiwa Rais anayetusaidia hatua hii, alafu sasa sisi tunakaa tu sisi viongozi. Hapana, si bodi tumeamua, sisi tunaenda, sisi tushaanza ziara, tunakwenda kuongea na wakulima kwenye kipindi hiki cha ufuta. Kwenda kueleza nini zumuni la serikali na zumuni la mkoa wetu wa Pwani. Na pengine katika ufuta sasa mnatarajia kuvuna kiasi gani pengine kutokana na uzalishaji ambao? Kajana tulizalisha tani 28,000.
Mwaka huu tunafikiria kufikisha tani 35. Kutokana na hali ya hewa hatukutaka kuweka makadirio makubwa, lakini tumeweka kama tani 35. Na tulifanya mazungumzo na mkurugenzi wa Kopla kuziwia soko la Dar es Salaam. Na soko la Dar es Salaam likoje? Kuna soko la Dar es Salaam ambalo kwa hiyo sisi tunataka wale wanayenunua korosho, wanayenunua ufuta kwenye soko la Dar es Salaam wanyimwe vibali kama ilivyofanyika mwaka jana. Kwa hiyo wale wakikosa vibali, kwa sababu wale wanaenda kudhulumu wakulima, hawapati bei. Kwa hiyo wale wanaenda kununua kwa wakulima moja kwa moja, wananunua bei ya chini. Kwa hiyo wakishanunua bei ya chini wanakuja kuuza kwenye hili soko lisiokuwa rasmi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa mwaka jana serikali iliziwia. Kwa hiyo ndio maana unaona Lindi walizalisha sana, Pwani tulizalisha sana baada ya hili soko la Dar es Salaam kulifungia, ambayo ukishanunua nje ya utaratibu upati nafasi ya mzigo wako kusafirisha kwenda nje ya nchi. Na ndio unaona hata korosho kwenye utaratibu. Tumefanya mazungumzo na watu wa Kopla, kama wakifanya kama tulivyofanya mwaka jana tutafikisha tani 35. Changamoto gani ambazo zinawakabili kwa sasa katika swala zima la kusonga pale ambapo mnataka mfike tani 40,000 kama ambavyo mmesema? Kwanza tumetoka kwenye changamoto nyingi sana. Nyingi. Yaani nyingine siwezi kusema. Mimi nimepata nafasi pale. Changamoto kubwa ilikuwa sipati usingizi, wakulima kuibiwa. Yaani wale watendaji wetu wa vyama vya msingi kule chini, unaweza kusikia mtu kakimbia na milioni 100. Huko sijui kakimbia na milioni 28. Sasa wale wakulima wote wale wanaenda kwa mkuu wa wilaya. Sasa mkuu wa wilaya mara unaitwa Rufiji. Wana wakulima hawa mtu kakimbia na milioni 20, mara unaitwa Kibiti, mara unaitwa anakimbia na Kangomba au ni yaani mtu kapeleka korosho zake kwenye chama cha msingi au ufuta. Sasa wakati ule malipo yanaenda kwenye vyama vya msingi. Kwa hiyo katibu anaenda benki. Anamwambia mkewe fedha, baada ya kuniingizia mimi anamuingizia mkewe. Yeye anaandaa ule mkeka wa malipo. Kwa hiyo fedha anamuingizia mkewe. Anaenda kutoa, mkulima wako anangoja leo, kesho kutwa, Ijumaa, Jumamosi, Jumatatu. Mbona hela zangu sipati? Akienda kwa viongozi pale aliyepeleka ule mzigo hapati majibu ya kuridhisha. Basi anafunga safari, anaenda kwa mkuu wa wilaya. Bwana, mimi niko hivi na hivi na hivi. Sasa mkuu wa wilaya hana majibu, anamtafuta mwenyekiti wa Koleo. Mara unaweza uko Kisarawe, uko Bagamoyo. Kwa hiyo kawa ilikuwa inaninyima raha kabisa. Mimi nikashauriana na watendaji nikasema kwenye hili hebu tuwapumzishe kwanza wakuu wa wilaya. Kwa hiyo tuliamua mtendaji, nitoe mfano, kuna mtendaji mmoja, kuna chama kimoja kule Kisegese. Alikimbia na kama na milioni 100 hivi. Za wakulima. Za wakulima. Za ufuta, za korosho. Za ufuta. Tulijitahidi. Mimi nimeipongeza sana jeshi la polisi la mkoa wa Pwani na jeshi la polisi lile la kanda maalum kule Kibiti, Rufiji. Rufiji. Lilitusaidia sana. Yule mtu alivyotoka akakimbia na zile fedha, akakimbilia Morogoro kwa dada yake. Akafungua Tigo Pesa. Akaondoka akaenda kwao Shinyanga. Akaenda kununua mifugo. Sasa tulivyoenda kwenye jeshi la polisi ikabidi tumtafute kupitia mtandao. Tukaenda mpaka Shinyanga na wale polisi. Tunafika pale kijijini, sijui alitujua, sijui ilikuwaje. Tunaambiwa kaondoka hapa sasa hivi. Tunarudi tunamwangalia, anaonekana yuko Mbeya. Ireje sijui uko Mbeya chini kabisa kwenye wanakolima mpunga kule. Tumeenda kumkamata kijijini, ana kajaza godown hivi mpunga kashanunua. Basi baada ya kuaibia wakulima. Baada ya kuaibia wakulima. Tulimchukua yule tukamrudisha Mkulanga. Tukakabidhi vyombo. Zile fedha zilizopatikana tulichukua zile miamala yote ya kwenye simu na tukaona tupige minada ile mpunga na baadhi ya vitu vyake ili
ikiwezekana tuwarudishie wale wakulima hela zao. Yaani hilo kusema kweli lilikuwa linaniumiza sana kichwa. Lingine lilikuwa na mfumo wa kuingiza mazao hewa kwenye magara. Kwa hiyo wewe unawalipa, kumbe unalipa kitu, unalipa hewa. Hicho nacho kimenikwaza sana katika shughuli zangu hizi, lakini nashukuru kwa kushirikiana na maafisa shirika tulipambana hata tulivyofika kwenye uchaguzi. Yani hii kauli ya Dr. Ndiye kusema ushirika ni uadilifu, chagua uadilifu. Sisi Koleko tulianza. Kwa hiyo uchaguzi uliopita tulifuta wale wote vyama vya mkosi vyama vya msingi wote wale walikuwa na makando kando ya vitu kama hivyo. Tukaamua kuingiza timu mpya kabisa, cream kabisa. Ndio maana hivi ninavyosema huwezi kusikia timu wa mwaka jana wa ufuta, korosho, mbaazi. Mkoa wa Pwani huwezi kusikia mkulima hata mmoja analalamika. Kwa hiyo hata wakuu wa wilaya wenyewe wametushukuru kusema sasa hata simu wageni kwenye ofisi zao wamehama kabisa. Kwa hiyo kufikia tu tulijitoa, na sio kazi ndogo, unapambana na watu kwa sababu wale wanayefanya vile kuna watu nyuma yao. Tena viongozi wako. Mimi siku moja niliwahi kulalamika kwa kiongozi mmoja pale Mkulanga, alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM. Nilitaja baadhi ya watu nikasema, mheshimiwa kiongozi, wapo viongozi humo wa CCM hawana sifa ya kuwa viongozi. Kiongozi gani unasimamia mpiga kula wako aibiwe? Nilisema mbele ya mwenyekiti wa mkoa, mbele ya mkuu wa wilaya na katibu wa mkoa na katibu wa wilaya pale Mkulanga. Nilisema, mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, mimi nazungumza maneno haya, kuna wa viongozi kwenye chama chetu cha CCM hawafai na hawana sifa ya kuwa madiwani. Sikuficha, ni kweli nilipata matatizo, nilipata chuki kubwa sana. Lakini niliona ni aheri mimi peka yangu. Na chuki yao naweza kusema ungelesa wewe usiwe kiongozi wa Koleko. Si ndio hukumu yao kubwa wanaweza kufanya? Wana hukumu gani nyingine? Kwa hiyo mimi sikuwepo hapa niwe kiongozi wa Koleko nisimamie wasioadilifu. Niseme tu kwa sababu mimi nitaondolewa. Nikasema niondoweni, lakini nyinyi hamuna sifa. Nilishukuru Chama cha Mapinduzi, baadhi yao majina yao waliliwa vichwa. Nilishukuru sana, ni lazima niipongeze sana. Walilamba vichwa. Walivyoliwa vichwa, wametusaidia sana sisi. Kiongozi anamchukua huyu katibu, anaenda naye Dodoma. Yaani ile hoja ya kumsimamisha sisi uongozi, anaenda kulalamika Dodoma, tumekosea. Unashindwa kuangalia watu 39, unamwangalia mtu mmoja kwa sababu ana hela. Hilo mimi sikuficha, nilimwambia mjumbe wa kamati. Nikasema viongozi hawa ndio wanakichafua chama chetu. Ondoa hawa. Lakini nashukuru walinisikia na walifanya hivyo. Baadhi ya watu kipindi baada basi sikii sana walikuwa wanasema sasa, sababu hali na kama hapo umesema kwamba hali ulioikuta wakati unayapewa hayo madaraka ilikuwa ni hali tete. Wengine wanasema kwamba sisi tunabadilisha tena korosho tulimi tena, ufuta tulimi tena, tunaenda kulima nanasi. Labda hii mwelekeo ukoje mpaka sasa, bado wakulima wana hali ile ile au maisha ya wakulima sasa yakoje baada nyingi kuweka mazingira mazuri ya uendeshaji wa kilimo? Ni kweli kuna baadhi ya maeneo watu walikuwa wanakata mikorosho. Wanapanda miogo, mahindi, mananasi. Sasa hivi maeneo ya pale Kibiti yale ukienda Bungu jaribu, mashamba mengi sana na mashamba makubwa kabisa yamelimwa mananasi. Walikata tamaa kabisa wakulima wa korosho mkoa hapa. Lazima niwe mkweli. Walikata tamaa kabisa na zao la korosho. Waliona sio msaada, ni tatizo kwao. Wakaamua kubadilisha mazao. Na kibinadamu, hata wewe uweze ukafanya kazi kama una maslahi. Hakuna binadamu huyo. Ukiwahi kumuona mtu anasimamia, labda huyo awe ana matatizo ya ufahamu. Lakini kama yuko sawa sawa, lazima kazi anayofanya natakiwa imsaidie kwenye malipo. Sasa tulivyoingia sisi, kwa kipindi kichache wakulima wengi wamehamasika. Ndio maana nakwambia kuna miche zaidi ya milioni 15 imekwenda. Kwa mfano Rufiji peka yake wametoa miche 1,500,000 wamesambaza kwa wakulima, na asilimia zaidi ya 80 waliochukua miche ile ni vijana. Maana yake sasa unajua kijana anataka kupata haraka. Mpaka ukamwona kijana na mashika kulima
korosho kuna kitu anategemea, kuna kitu ameamini. Kwa hiyo sisi, mimi na bodi yangu wakulima wa mkoa wa Pwani, nataka sijisifii, lakini nasema wametuamini mno. Ndio maana unaona vijana wengi sasa wameanza kuingia kwenye kilimo cha mikorosho. Mimi naenda mpaka mashambani, nakwenda, vijana wananiita, naenda kuongea nao, nakwenda mpaka mashambani. Watu wamelima sana. Kibiti kuna maeneo makubwa kabisa, watu wamevunja misitu, wameamua kuweka mikorosho, na wengine wanakata ile ya zamani wanaweka mipya, ama ile kuiboresha. Yaani wamebadilika sana, wamekuwa na imani na sisi, na kibinadamu lazima sisi watuamini. Sisi tumeenda Koreko, hawana gari ya kutembelea. Chama kile na ukubwa wake wote hakina gari. Ofisi pale tumeenda, wanakalia viti vya plastiki, vumbi tupu mule ndani. Nimeenda pale na Dr. Ndiege, kakataa kuingia ndani ofisini mwetu. Ofisi chafu, kuingia mrajisi ameona tabu. Nilipofanya mabadiliko pale ofisini, nikamchukua, nimetoka naye Dodoma kuja naye Dar es Salaam, nikaomba lift kwenye gari yake. Alipopita pale, tumeingia ndani, tumekaa zaidi ya saa 1:30 tunazungumza. Kafurahiwa kabisa baada ya kuona mabadiliko. Tumejenga ofisi kule Kibiti, tunajenga gala mwaka huu. Tumeenda kwenye vyama hivi, sisi tuna vyama vinavyojenga gala hivi ninavyozungumza hapa, vyama vya msingi vinavyojenga magala 13 vya mkoa Pwani, vyama vya msingi 13. Kuna viliomaliza, kuna vipo katikati, vipo hatua tofauti tofauti. Vyama 13, ambayo jambo hilo lilikuwa zaidi ya miaka 20 haijawahi kutokea. Chama kuwa na sisi kwa miaka 4 tunakwambia tuna vyama 13. Kwenye hivi ninavyokuambia vyama 26, ukiacha vyama 13, vyama 26 vimenunua maeneo na wao wanataka kujenga magala. Hivi ninavyozungumza kuna vyama vina malori pale Kibiti AMCOS, wameagiza lori haya masemi matatu. Ndio chapakazi wanaenda kujenga gala kubwa ambalo wanaweza kukodi likawa ni warehouse kuzalisha, yani tukawa tunakusanyia mazao yetu. Chapakazi wana kubwa kabisa. Sasa chama haijawahi kutokea mkoa wa Pwani chama kuwa na hati safi. Chapakazi wamepata. Chapakazi wamezalisha, hebu angalia kwenye vyama karibu 600 vinavyolima korosho. Chapakazi kimekuwa namba 9 Tanzania nzima. Kwa Tanzania nzima kimekuwa namba 9. Yaani wako 10 bora. Kwa nini nakuwa chapakazi tu na isiwe na vyama vingine? Je, amna namna ya kuwezesha nyinyi kama Koreko kwamba nao wakawa kama chapakazi? Ndio tupo kwenye mpango huo. Mimi nilifanya majaribio. Nilichukua chapakazi na Kibiti AMCOS. Nikaenda nao kusini. Nikamwambia hebu angalia wenzetu hawa wanavyofanya. Walivyorudi ndio vyama vimefanya mabadiliko. Hivi ndio vimepata hati nzuri. Yaani Kibiti na chapakazi. Baada ya kwenda nao kusini, mimi nilichukua bodi nzima ile. Nendeni muone wenzenu wanavyofanya. Kwa nini ulichukua chapakazi tu? Nilichukua chapakazi na Kibiti, nilienda kufanya majaribio. Sasa Kibiti wamenipa majibu. Wamejenga gala kwa fedha zao bila kukopa. Wana kenta pale. Wana gala limefunguliwa na Mwenge mwaka huu. Kubwa kabisa la kupakia tani 1400. Wameagiza malori matatu. Angalia atue. Nimeenda nao mara moja kule kusini. Chapakazi wameenda mara moja, wanajenga gala kubwa. Ndio chama kimekuwa na 10 bora mara 2. Ndio chama hata wamekuwa benki yetu ya ushirika ikiita mkutano mkuu wa wanaisa, chapakazi wanakwenda. Na benki ya ushirika? Tuna benki ya ushirika. Tayari nimeshaanzisha. Tayari nimeshaanzisha ile benki yetu ya taifa ya ushirika. Ya kwenu ya mkoa sasa? Mkoa bado. Lakini tuna benki yetu ya ushirika. Sisi tumeanzisha SACCOS ya mkoa. Ambayo hawa chapakazi wanachama wao wamechangia milioni 27. Yaani ziko tu zinangoja SACCOS yanzo zitumbukizwe. Ona ushirika ulikotoka. Kutoka kukosa kuaminiwa, chapakazi ina wanachama waliyetoa wamechangia kupitia mazao yao, wana milioni 27. Wametoa kwenye korosho tu hizo. Kwa hiyo wakiingia kwenye ufuta unaweza kuona chapakazi peke yake, wanachama wa chapakazi na wakulima wao wana milioni 50 au wana milioni 100 kwenye SACCOS yetu.
Kwa hiyo tutakuwa na SACCOS kubwa baada ya kuwa na mlolongo mwingi kwenye mikopo huku kwenye taasisi nyingine za kifedha. Tumeamua kuanzisha SACCOS ili kuwasaidia wakulima mmoja mmoja, kwa sababu kuna wakulima wengine hawataki hela nyingi. Mwingine anataka 300,000 labda akatie ufuta wake, anataka 500,000 alimie shamba lake. Sasa akienda benki mpaka anapata mkopo wa 500,000, mlolongo wake shamba limemkataa. Lakini sisi tutakuwa wenyewe kwa wenyewe. Unataka leo, kesho tunakupa. Nenda kalime. Sawa. Mikakati mizuri. Nataka nifahamu sasa, pamoja kwamba mnapata pesa nyingi kama ambavyo umesema, kuna watu wanachingisha humo kwamba lazima ulipe hisa, si ndio uwe mwanachama. Wao kama wanachama sasa, wakulima wenyewe wananufaika vipi sana pesa za chama kikuu cha ushirika ambazo wanafikiwa vipi? Sisi maana umesema hapa pembejeo serikali inatoa bure. Nataka nijue nyinyi jitihada zenu wao hizo hela mzunguko wao unawafikiaje? Kwanza tunanunua mbegu zile za ufuta na mbaazi. Tunatoa chini nusu ya bei. Kwa mfano ufuta mwaka huu ulifika 10,000 kilo. Kule Tali kule au kule kwenye magereza tunanunua gerezani kule na Chingwea. Kilo 10,000. Kwa hiyo sisi tunanunua 10,000, sisi tunaenda kumpa mkulima kwa shilingi 2,500. Na maana 8 nzima mna nani? Fanya kama anachangia. Mbaazi tulinunua pale gereza lile la Nachingwea kwa 5,000. Kwa hiyo mkulima tulimpa bure. Ili aendelee na uzalishaji wake. Lakini zile halmashauri ziliokuwa zinataka huduma za kutoa, kwa mfano kuna baadhi ya miche inatoka, tulipeleka miche kule Chalinzi. Tulitoa pale Mkulanga. Kwa hiyo sisi tuligharimia usafiri kutoka Mkulanga mpaka sehemu inayohitajika huko vijijini Chalinzi. Kwa hiyo shughuli kama hizo sisi tunafanya, lakini na kwenda kutoa elimu. Sababu sisi pale tuna maafisa kilimo, tunawawezesha waende kwa wakulima wakatoe ile elimu. Lakini tunataka tufike mbali kabisa. Tuna mikakati hata kwenye zao la ufuta. Unajua, ndio maana tunataka kwenda kukaa na halmashauri. Kuna neno moja dogo sana, lakini linawezekana limejifunga, watu wajui. Mfano mkulima wa ufuta ukampa lile bomba lile la kupulizia wadudu. Lile linauza 30,000. Ukienda kwenye bei ya jumla ile kwenye 25,000, 24,000. Ukaamua ununue lile, alafu ukaenda kumwambia mkulima lipa 15,000 baada ya 30,000. Hata umwambia lipe shilingi 10,000. Huyu mkulima kama halmashauri itampa bomba lile kwa shilingi 10,000 au impe bure kabisa kwa shilingi 30,000 ile apate bure, huyu atazalisha kutoka tani 600 atafikisha tani 1,000. Na tani kutoka kilo 600 atafikisha kilo 1,000. Kwa hiyo kwenye kilo 1,000 halmashauri ikichukua shilingi 56 inaenda kuchukua shilingi 56,000. Kitu ulionunua 25,000 wewe unaenda kuchukua kwa msimu mmoja. Na lile dude linaweza kukaa zaidi ya miaka 4. Sasa umeelewa? Kwa hiyo halmashauri inaweza kuzalisha ikatengeneza uchumi kupitia wakulima kwa kutumia plani ndogo tu. Umeona serikali kwa nini tumefika kutoka tani 7,000 kuingia tani 35,000. Sisi mkoa wa Pwani Mama Samia imetuletea mabomba yanayouzwa 1,500,000 ukienda pale Kariakoo. Kwa kila bomba moja. Kwa kila bomba moja. Kwa hiyo ile 600,000 serikali imetununulia. Lakini mimi nazalisha mpaka tani 5, tani 6. Sasa hebu piga hesabu ule ushuru wa halmashauri, ushuru wa serikali kuu na vitu vyote wakikusanya. Mimi nimenunua bomba la 500,000. Wananichukulia shilingi ngapi? Nyingi. Sasa hii ndio tunataka maafisa mipango wa halmashauri. Mipango si ndio hii? Kwa nini mipango isianze hapa? Kwa nini mipango isiwe kwenu? Sasa hiyo mipango hiyo mkafanya nyinyi hiyo biashara, sababu mimi nataka nione pia mkakati wenu hasa katika kufanya huu ushirika kuwa ushirika wa uwekezaji. Sio ushirika kama wa wakulima tu. Sisi tunaweka ushirika wa uwekezaji. Kwanza tunaenda kuwekeza kwenye magara. Tumewekeza kwenye benki yetu ya taifa ya ushirika. Tunawekeza kwenye hii SACCOS. Kusudio letu sisi fedha tunaweza kuweka, sisi hatuwezi kwenda kukopa SACCOS.
sisi kwenye hichi chama tumesema tunaenda kuweka milioni 30 ya kuanzia. Na hizi milioni 30 tunataka wakopeshe wakulima wadogo wadogo. Sio, unanielewa? Tunataka wakopeshe wakulima wadogo wadogo. Tunaenda kuweka milioni 30 kwenye bajeti yetu hii. Kwa hiyo tukiweka tunasema hii SACCOS wale wanachama wakulima wadogo wadogo wanaitaka 300,000, 500,000, milioni waende wakakopesha. Sisi tunajua wakati wanarudisha kule kwenye SACCOS yenu, sisi tunajua wapi tutaweza kupata milioni 30 yetu. Sijui umeelewa? Kwa sababu hao watatuletea sisi ushuru, watailetea serikali ushuru, watailetea halmashauri ushuru, na taasisi nyingine zitapata mapato. Kwa hiyo sisi tutamwezesha mkulima mdogo kabisa, na sisi hatutaki yule mkulima mwenye eka 20 30. Tunajua wewe mkulima biashara. Tunawataka twende kwa wale wakulima kuanzia eka 1 mpaka eka 5 wa chini kabisa. Tunaweka milioni zetu 30, tunataka umfuate huyu mkulima mdogo, na lazima tutawatambua wakulima wale wanataka 200,000, 300,000 mpaka 5, ili mkwamue azalishe kwa ubora, kwa sababu kipindi kile cha kilimo mkulima anakuwa hana mbele wala hana nyuma. Kwa hiyo pale alipokwama, sisi tuende tukampushi. Masharti yetu sisi wepitisha kwenye mfumo tu mazao yetu. Kwa hiyo sisi tunaenda kufanya ushirika wa kibiashara kwa mfumo wa uwekezaji kama huu. Lakini tunataka tufike mbali zaidi. Hata hizi pembejeo itafika siku mtanunua, serikali itasema basi. Kuna serikali, kuna utawala. Maana kila kiongozi anakuja na maono yake. Kila nabii anakuja na kitabu chake. Kwa hiyo unaweza ukaja na nabii mwingine akaja na kitabu chake. Kwa basi wanapata nani hawa? Wanalipa wenyewe. Sisi tumepata nabii huyu, mama amekuja na maono yake pia. Anaweza kuja Kiingereza akasema tupilia mbali huko. Kwa hiyo wakati hapa nafasi hii tunataka tujipange, akitokea ama kujitegemea sasa. Tunataka ikifika siku tuwatambue kwanza kwa mfumo, wakulima wetu wote, wanachama wetu wote tuwajue kwa mfumo. Tukishawajua tunasema sasa basi jambo limefika mwisho, tunaenda kununua wenyewe. Na sisi tunataka ushirika, hatutaki tena kuja kwako utuletee salfa, utuletee magunia. Sisi tunataka, kwa mfano kama kuna chama kikuu kule Mtwara Mamku, wanajenga kiwanda cha kutengeneza hivi mifuko hii ya tandarusi, viroba hivi vya kufungia mbaazi na korosho. Kwa hiyo sasa hivi si wana ushirika, hatuendi tena viwandani, kiwanda si tunacho, wana ushirika mwenzetu. Sijui umeona. Kwa hiyo tunataka twende, kama tunaenda wenyewe kama China wenyewe, kama India wenyewe, tunaenda kufuata wenyewe sisi wana ushirika. Salfa hatutaki kumtegemea mtu. Ndio maana unaona salfa hii inaenda bei juu, sababu huyu mtu anategemea akanunua alete hapa, na yeye anataka kupata faida. Na kutokana na malipo ukimcheleweshea, na yeye anaweka balance, anapaika bei ya juu kabisa. Kwa ili usifike huko, sisi tunajua jinsi gani ya kufanya. Tutaenda wenyewe India kwenda kutafuta wenyewe salfa, ndio kusudio letu tufike huko. Kwa hiyo mikakati. Mwenyekiti, tuna dakika 2 tu ya kumalizia kipindi. Nataka nifahamu sasa, labda pamoja kwamba mikakati mizuri ambayo wameainisha hapa katika kukuza uchumi lakini wa wakulima wa mkoa wa Pwani, nataka nifahamu sasa, tangu uingie madarakani upesa jahazi la kuongoza hii KUREKO, maisha wenyewe wakulima sasa yakoje? Labda mna mkakati gani pia kuwaelimisha wakulima kwamba sasa tutoka katika nyumba za tembe twende katika nyumba za mabati, nyumba za kisasa, kutokana na zile ambazo mafanikio wanapata kupitia kilimo? Mkakati wenu labda ukoje? Mnaangalia tu wakulima akifika kilimo ndio mwanze kuhamasishana, au mnahamasishana pia kutokana na maisha, kuwapeleka watoto shule na namna nyingine? Nishukuru, swali zuri sana umeniuliza. Sisi chama chetu tunachangia, tunatoa misaada sana kwenye shule za sekondari na huduma nyingine za kijamii. Lakini liko tatizo. Nimekwambia hapa, mkoa wa Pwani wakulima wake wamelipwa zaidi ya bilioni 100. Lakini ukienda vijijini unashangaa. Unaweza kwenda kijijini ukafika pale Bungu ukaambiwa hapa hivi vyama vilivyokuwa Bungu vimechukua zaidi ya bilioni 30. Lakini ukienda humo mitaani unauliza hii bilioni 30 imeenda. Hao ndio wanaongeza wakiwa 3 4. Hapana, kuna maeneo mawili. Kuna eneo inawezekana fedha hizi haziendi moja kwa moja kwa wakulima. Ifuatavyo.
wakulima kipindi hiki wanaishi kwa kukopa. Wanaenda kukopa kwa wafanyabiashara wakitegemea mazao yao. Kwa hiyo unaweza kuona 60% ya fedha anazopata yote anaenda ndio wale kangomba. Ndio hiyo anaenda kulipa. Kwa mfano wewe umesema bwana nikope 100,000 naenda kulimia. Si ndio kangomba hao sasa kwamba yani wewe au ni tofauti. Yaani wewe si una duka? Bwana nipe kiroba cha unga niandike kausha damu. Sukari niandike ndio sijui mnaita wenyewe kausha damu. Ndio maana tunataka kutoka huko tumeanzisha SACCOS yetu. Tunataka kwenda kuongea na wakulima wasiende kukopa kwa riba kausha damu ambayo na hiyo kausha damu. Chukua hapa. Weka 100,000 yako, sisi tunakupa 300,000. Ukiweka 100,000 sisi tunakupa 300,000. Na sio lazima utoe mfukoni, wewe si una mazao. Sema kwenye hii hela yangu toeni kila kilo $2. Kwenye malipo yangu nikate $2 niweke kwenye hisa zangu kwenye SACCOS. Kwa hiyo ukifikia 200,000 unaenda kukopa 600,000. Kwa hiyo baada ya kwenda kwa sultani kwenda kuchukua mfuko wa unga, kuchukua sijui kilo 2 ya sukari na kukopa pesa kwenye hii kausha damu, sisi tunakwambia njoo hapa ili yani hilo ndio tumeona msaada mkubwa ya watu kutokana na kuwa na idadi kubwa ya fedha, lakini maisha yao na hai. Unaona hai. Lakini kuna sasa hivi mimi nishukuru kuna vijana walioenda shule wameingia kwenye kilimo wanabadilisha sasa hivi sura. Wanajenga nyumba nzuri. Unaweza kwenda maporini kabisa huko ukaenda kuona nyumba nzuri kabisa ya kijana na unaenda kumuona anashughulika na shughuli yake. Tumeanza kubadilika kidogo kidogo. Kwa hiyo tunaenda kutoa yale matatizo tunayaona haya ndio yanawakwamisha wakulima ili kuwarahisishia wakulima wafike huko wanakotaka kufika. Una ujumbe gani kwa wakulima mkoa wa Pwani katika kufanikisha malengo ya bodi ambayo mmeweka katika mwaka huu ambao yote kipindi chenu cha madaraka hiki? Mimi naomba wakulima wa mkoa wa Pwani tumena dakika 0 tu. Wakulima wa mkoa wa Pwani waiunge mkono Koreko. Waiunge serikali ya mkoa na serikali zetu za wilaya, wawasikilize viongozi wanapotaka. Kwa sababu kiongozi hawezi kuwa mkuu wa wilaya akawa na roho mbaya ya kutaka kwa wewe mkulima usifanikiwe. Kwa hiyo tuwasikilize wakuu wetu wa wilaya, tuwasikilize wakuu wa mikoa na viongozi wetu wa ushirika. Tuna lengo zuri sana. Hebu tusikilizeni, sisi kuna eneo tumeona tukifuatana tutafika. Na nijue pengine utasisitiza na swala la usafi wa nani, hilo maana kwa ndo tatizo. Lazima. Sasa hivi sio ombi. Tunakwenda kwa sababu tunataka tumwandae mkuu wa mkoa twende naye shamba. Tukasafishe wote. Ili wakulima wa kawaida waone kama mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa ameenda kushika jembe kusafisha. Wewe nani? Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, hadi hapo ndio tumefika tamati ya kipindi hiki. Bado sisi tupo na kila siku tuko hapa Star TV. Na kusii tuendelea kutazama vipindi vingine vinavyofuata hapa Star TV. Tulikuwa naye mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika mkoani Pwani Koreko. Huyu ni Musa Ngeresa. Ameainisha hapa mikakati yake mingi. Sina la ziada. Kwaheri. Naitwa Josephine Shimwaiswaga.